Viziwaziwa oye! Wajumbe wa halmashauri ya kata oye! Ndugu zangu, kwa heshima na taadhima, pamoja na wageni waalikwa, viongozi wa dini, wataalamu mbalimbali waliopo katika eneo hili, nasema karibuni sana ili muweze kufuatilia mkutano wetu huu wa halmashauri kuu ya kata ya Viziwaziwa. Hapa kazi tu. Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, huu ni mkutano mkubwa wa kutangaza ilani ya Chama cha Mapinduzi ndani ya kata yetu. Kwa kweli, mimi niseme jambo moja. Bila kificho, ilani imetekelezeka. Imetekelezeka kwa maana ya viwango vyote vinavyohitajika. Tukianzia kwenye viti wetu wa serikali wamefanya vizuri na mambo tunayaona sisi wenyewe mashahidi. Lakini pia tukienda kwa mheshimiwa diwani wetu kwa kweli amefanya mambo makubwa na yanayostahiki. Hiyo haina kificho. Mwenye nonga kaina nongwa, lakini ukweli lazima tuuseme. CCM oye! Hayo leo inabidi tuyasome. Kikao chetu sio kikubwa mno, kwa sababu yote tulishakutana na tushayasema. Kila mmoja hapa aliyopo anajua yaliyofanyika na diwani, anajua hata yaliyofanyika na mbunge. CCM oye! Mbunge wetu naye anafanya mambo makubwa. Lazima tuelewe, wapo wanaobeza, lakini je, wewe mwenyewe katika unavyojitambua, nyumba yako moja hiyo, familia ulionayo, unaitimiza? Wote wakahakikisha kama uliyofanya yote mazuri? Una uhakika huo? Kwa hiyo mwenzio akifanya usimfanyie nongwa, msifu. Na ujue kwamba mwenzio alichokifanya kile ni kweli, lazima umsifu kwa yale aliyofanya. CCM oye! Wendo CCM oye! Kwa hiyo ndugu zangu, ukitoka kwa mheshimiwa mbunge aliyoyafanya mengi, tukianza kuyasimulia leo tutakesha mpaka kesho kutwa bado hatujamaliza. Huo ndio ukweli kabisa wa mambo ulivyo, kwa sababu na sio afanye hayo kwa kata moja, anafanya hayo ndani ya kata 14 zilizopo katika jimbo letu la Kibaha mjini. CCM oye! Mbunge oye! Lakini pia lazima tumsifu mama yetu Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa, kwa yale aliyoyafanya. Mimi niseme Viziwaziwa tumefaidika naye kwa sababu amemwaga mapesa mengi upande wa elimu. CCM oye! Samia oye! Ndugu zangu, lazima tuwe wa kweli. Viziwaziwa tumebahatika kwa sababu hata shule tulioipata ni shule ya viwango. Wanasoma hata watu kutoka maeneo na mtu anajivunia na kile ulichokipata. Huwezi kujivunia alichopata mwenzio hata siku moja. Viziwaziwa tumebahatika, lakini ukiacha hiyo kuna mambo mengi. Tunazo shule sasa hapa 3 za msingi. Kwa maana shule yenyewe kubwa hii ya Viziwaziwa, lakini tunazo na zile za ujazilizi ambazo moja iko Sagale Magengeni na nyingine ipo hapa Mikongeni. Kwa hiyo hayo yote tunajivunia kwamba yaliyofanyika kwa kweli sio ya kubeza. Yamefanyika mengi, yamefanyika makubwa, na waliofanya viongozi wetu lazima tuwasifu. Maana baadhi ya watu hapo ukinisifu ndio vile ananisifu yuko kafanya nini? Wewe umefanya nini? CCM oye! Ndugu zangu, lazima tuwafagilie viongozi wetu kwa yale walioyafanya, kwa sababu wameyafanya makubwa, ni makubwa mno. Mimi kwa kweli nasema tu kwamba nashukuru kwenye kata yangu kwamba yaliyofanyika makubwa. Na nasema hivyo kwa sababu gani? Hii kata ina miaka 10. Naweza nikasema kata yetu ina umri mdogo kabisa. Zipo kata zina miaka 30, 20, huenda mpaka 40. Lakini sasa angalia ujio wa kata hizi, tulipata kata 3 kwa wakati mmoja. Tulipata kata ya Viziwaziwa, tulipata kata ya Sofu, tulipata kata ya Tangini. Lakini wakati tunapata, sisi tulitokana na kata ya Kongowe, tulikuwa kama watoto yatima. Mambo yote ilikuwa yanafanyika Kongowe, sisi huku tunaambulia kuona. CCM oye!
Lakini leo hii tumepata kata. Kata ina umri wa miaka 10. Sasa wewe unataka kudai maendeleo ukafanani na kata ya maili moja, ukafanani na kata. Sasa uliza hizo kata zina miaka mingapi? Ndio utapata jibu. Hapa tulipofikia na sisi tumefanya makubwa kwenye kata yetu. Nami tu nimpe kongole diwani wangu wa Chama cha Mapinduzi kata hii ya Viziwaziwa, kwa kweli amefanya kazi kubwa. Mnyonge msimnyonge, isipokuwa haki yake mumpe. CCM oye! Hapa kazi tu. Alowe mbaya. Ndio ukweli wa mambo. Kila jambo lina namna yake. Maana watu wana tabia ya kufananisha. Tunasikia Nsangani kumeenda lami, Mbawa kumeenda sijui nini. Sasa uliza sasa, wewe mpaka sasa hivi unaipata kata, una miaka mingapi juu ya kata yako? Maana kama ni mwenyeji anaokaa kata ya Viziwaziwa, hawezi akashangaa hilo kwa sababu tulitoka tunajua. Uongo kweli? Ilikuwa umeme tunatoka hapa kwenda kuangalia mpira barabarani. Umeme hamna hata nguzo moja hapa. Sulumu jamani ametoka huku wakati uko diwani, hata nguzo moja aliyoiacha huku. Uongo kweli? Tunampata diwani anafanya yote. Umeme ndo kama wote. Leo tunakaa hapa tulipo hapa, umeme bukwa. Watu tunajidai na mispika hapa kama hivi. CCM oye! Sasa unataka afanye nini unavyotegemea wewe? Ulitaka afanye nini diwani? Na matumaini bado akiendelea kuwepo, nafasi hii tena tunampa. Mimi nasema kuna hatari Viziwaziwa tukawazidi watu walioanza na kata zao za muda mrefu, sisi tukatangulia tukawa juu. CCM oye! Kwa sababu juhudi zake zinaonekana. Uongo kweli? Miaka 10 tuko hapa, tukipata miaka 20 hatujawafunika wale. Hatujafunika kata za barabarani. Makatibu wenzangu msioni nongwa, tunaweza kuwafunika. Msangani tutawafunika, Misugusugu tutawafunika, na sisi kata ya pembezoni. Lakini na sisi tunataka tuisabiki kama kata za mjini. CCM oye! Sio bado tubaki kuwa huku polini tuonekane kama wa polini kwetu. Nataka kubadilika sasa, tuwe wa mjini. Na niseme mpaka sasa hivi tushawazidi katika mambo ya elimu. CCM oye! Umeme oye! Ndugu zangu, hatupoi. Ndugu zangu, nisiwafilisi waongeaji wakubwa. Mimi hapa nilipo ni kinda. Kinda sio kwa maana ya umri. Umri mimi mzee, kwa sababu ni mkubwa kuliko mwenyekiti. Mwenyekiti wangu anapata fursa ya ukubwa kwa sababu ya cheo chake, lakini mimi hawezi kunipata hata kidogo. Uongo kweli? Nikitazama sura ya kwangu mimi nikaangalia na sura ya huyu, tunafanana? Mimi si mtu mzima kabisa. Alowe mbaya. Lakini ninamheshimu kwa sababu ni bosi wangu. Mimi ni kinda kwa maana ya katibu, na uwezo wa kusema sisemi nikampita mwenyekiti, huo mwiko. Kwa kufuata taratibu na itifaki za chama chetu cha Mapinduzi, mimi pamoja na umri wangu mkubwa, lakini sasa bado naonekana kinda, basi kibosile yupo. Sasa maana watu wasema mzee unazidi bwana kula bwana, sijui ndo nini. Sasa nisije nikasutwa bure hapa, na mimi mzee wa Nongo anavyoniita. Kusutwa sipendi. Sasa nichukue fursa nilikaribishe jembe langu, kifaa tunaotegemea, ili nimpe diwani aweze kusalimia, alafu mambo mengine yataendelea. Mheshimiwa diwani, kwa heshima na taadhima, basi usalimie wanachama wako pamoja na wajumbe kwa ujumla wao wa halmashauri kuu ya kata hii, ili na wao wakuone. Karibu. Uhondo. Alowe mbaya.